Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Jumanne Machi 18, 2025 kimemweleza msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na msimamo wake wa no reform no election unaolenga kushinikiza mageuzi makubwa ya mifumo ya uchaguzi nchini, na kwamba endapo mageuzi hayo yatafanyika basi chama hicho kupitia nguvu ya umma kimejipanga kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya viunga vya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa muda mfupi baada kutoka kwenye ofisi hizo, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amesema viongozi wa chama hicho wamelazimika kufika kwenye ofisi hizo kufuatia wito walioupeleka hivi karibuni, ambapo pamoja na mambo mengine waliwataka kufika hapo ili kueleza wanamaanisha nini wanaposema no reform no election. Katika kikao hicho kilichochukua zaidi ya masaa manne, Mnyika amesema viongozi wa Chadema wameeleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuwa kauli hiyo hawajaitoa kwa bahati mbaya, kwani kwa muda mrefu nchini kumeshuhudiwa uchaguzi ambao usiokuwa huru na haki, zisizoheshimu maoni ya wananchi wanaotoa kupitia masanduku ya kura, na kwamba mara zote imeelezwa na wadau mbalimbali kwa mwarobaini wa yote hayo kufanyika kwa mageuzi ya mifumo ya uchaguzi, ikiwemo kupatikana kwa katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, jambo ambalo linaonekana kupigwa chenga na watawala, yaani serikali ya CCM. Sisi Chadema tunaamini baada ya kutuita na sisi kuitikia wito wao, sasa wanapaswa kuyachukulia kwa uzito ili na wao ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wawe na mchango kama wadau wengine tuliokutana nao, mchango wa kuwezesha kufanyika kwa mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, yaani no reform no election. Tunaamini jambo hili linapaswa kukubalika na wadau wote nchini. Hata hivyo, Mnyika amesema taasisi hizo mbili, Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, baada ya kikao hicho wanatarajia kukutana tena hivi karibuni kwa mazungumzo mengine. Lakini wakati hayo yakiendelea, kama chama hicho kitaendelea kusisitiza msimamo wake uko pale pale na hautabadilika, na kwamba hivi karibuni wataanza kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali ya nchi kuwaeleza wananchi kuhusiana na hilo, ikiwemo kufanya vikao na mikutano ya hadhara. Alipoulizwa kuhusu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuendesha zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura, katibu huyo amebainisha kuwa kama chama walishatoa msimamo wao tangu Disemba 2024 walipoombwa kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, ambapo kupitia barua yao walioituma kwa INEC walieleza wazi kuwa hawawezi kutoa maoni kuhusu kanuni hizo pasipo kufanyiwa marekebisho yatakayowezesha uwepo wa uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo katika hatua hii ni waombe tu vyombo vya habari, badala ya kutuuliza kuhusu tume na yanayoendelea ya uandikishaji, kawaulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini tangu mwezi Disemba hadi sasa hawajajibu barua yetu tuliowaandikia ya kupata reform. Sisi tumeshaweka msimamo bayana kwamba tunachokitaka kwa sasa ni mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, badala ya kutumia chaguzi zingine zinazohusiana na uchaguzi, na tunataka wadau wengine wote watakaoelewa kwenye hili. Katika kikao hicho, Mnyika aliambatana na naibu katibu mkuu bara Amani Gurugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Abraham, mjumbe wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugemeleza Nshara, na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia. Mimi ni Ezekiel Mtewere.